umeiamini, kutumia damu ya Yesu kulipa na kufuta kila madai na uhalali juu ya asili ya ukoo. Kutumia damu ya Yesu kulipa madai, kulipa gharama ambazo zilitumika kwa ajili ya roho za ukoo kupata uhalali kwako. Haleluya. Kwa hiyo inapofika umeiamini, uishi kuiamini tu, maana yake unaingia sasa kwenye matumizi kama wana wa Israeli walivyoingia kuitumia damu ya mwana kondoo. Haleluya. Sasa hizi ipo damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ambayo ilimwagika kwa ajili ya kila mmoja. Haleluya. Kwa hiyo unavyoiita kwenye ulimwengu wa roho ipo. Unavyoitumia maana yake inatumika kweli kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo unapotumia damu ya Yesu kulipa kila gharama, kulipa kila madai. Haleluya. Hii ni njia ya kukusaidia wewe kutoka kwenye asili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema labda kuna mtu atakuwa hajanielewa ninavyozungumzia juu ya madai. Madai yapo hivi. Kwenye ulimwengu wa roho zipo mahakama. Zipo kesi ambazo zinapelekwa. Haleluya. Ipo mahakama ya Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Ambayo Mungu anasimama kwa ajili ya kusikiliza hiyo kesi. Haleluya. Nasema hivi. Watu wengi anaona kwenye ulimwengu wa roho yupo mahakamani, au anaona kwenye ulimwengu wa roho kwenye ndoto yupo ameshtakiwa, lakini hajui ulimwengu wa roho zipo kesi zinapelekwa kwa Mungu. Ulimwengu wa roho ipo mahakama. Haleluya. Na Mungu anasuluhisha hizo kesi. Haleluya. Inapofika unaitumia damu ya Yesu, umeiamini, unaitumia. Haleluya. Aidha miungu walikuwa wamekuandaa wewe kwa ajili ya kuwa mchawi baadaye, au kuja kuwa mganga baadaye, manake kufanya kazi zao. Haleluya. Zipo gharama ambazo huwa wanatumia. Zipo gharama za muda, zipo gharama za kumwandaa mtu, zipo gharama za sadaka,